ajira ama ukipenda ajira na nidhamu. Msikilizaji, tumeangazia msingi tu na bado tunaendelea kwa dakika chache. Baada ya pale pia tusikize upande wako, sauti yako kutoka uliko tu kupitia simu line ya 0792 964449, alafu ujumbe pale kwa 0768519427. Na ningependa tu kukumbusha yule ambaye ndo anaingia kwa sasa kwamba mimi naitwa Eunice Okumu na nina pia wenzangu. Kwa hivyo ni vizuri tu kuweza kumkumbusha mtu nani sauti ambazo zasikika pale Nyota FM. Mimi ni Linet Wekesa. Reverend Abudiko. Bila shaka. So tunarudi na tunataka kuangazia sehemu nyingine tofauti. Nimesema kwamba kuna jambo ambalo nitakuwa na muuliza Reverend na huenda pia tuwekee wazi linakuwaje, lakini kabla nifike pale na fry manake mada ama sehemu ambayo tunaiangazia pia itakuwa inajumulisha lile ambalo nilifaa kuweza kuliuliza. So leo unasema kwamba kuna mifano ya nidhamu. Naam. Kuna mifano ya nidhamu. Okay. Na utaangalia wakati tunagusia kuhusu hii mifano ya nidhamu, mtu ataweza kuwa na uelewa wa ndani zaidi. Kwa hivyo baadhi ya mifano ya nidhamu kazini ni kufika kazini kwa wakati. Kufika kazini kwa wakati. Muhimu sana. Hiyo inaonyesha kwamba huyu mfanyikazi ana nidhamu ama hana nidhamu. Yes. Kuna watu wamezoea kuchelewa. So unapata kwamba katika hali inaweza ikakuponza. Uweze kuongezwa madaraka, ama uweze kufutwa kazi, ama uweze kupunguziwa madaraka. Kwa hivyo ni vizuri zingatia unapoingia kazini. Ingia kazini kwa wakati. Yes. Na ni vizuri uingie ndani ya wakati. Hata usiingie kwa wakati. Kwa sababu kuna tofauti ya kuingia kwa wakati na kuingia ndani ya wakati. Kwa hivyo ni vizuri uingie ndani ya wakati, uangalie kama nyinyi sasa hapa mna yale mabomba, uangalie ile bomba linafanya kazi, vile vidubuasha kujaribu kubonyeza, je, kinafanya kazi na mambo kama yale. Bora utapata kwamba unataka kwenda hewani kumbe sauti haifikii, na inakuwa kwamba sasa katika hali ya kutengeneza inakuwa kwamba basi muda umeenda. Kwa hivyo kufika kazini kwa wakati. Jambo la pili ama mfano wa pili wa nidhamu ni kuitii sheria na taratibu za kazini. Kila mahali ambapo kila mtu anafanya kazi kuna taratibu zake. Kuna sheria zake. Kwa hivyo unapata kwamba ni vizuri unapoingia pale, nadhani wakati una sign ama unatia sahihi ule mkataba wa kazi, wanakuonyesha kuna sheria na masharti. Je, uko tayari kuweza kuzingatia? Basi unapozingatia pia inaonyesha ile hali ya kunidhamika kazini. Alafu pia utapata jambo lingine la mfano wa nidhamu kazini ni kutunza vifaa vya kazi. Kuna watu ambapo unapata kwamba wakati amepewa vile vifaa vya kutumia, anavitumia tu hivi. Hiyo pia haionyeshi kama mtu, itakuonyesha kama una nidhamu ama hauna nidhamu. Unampa chombo cha kuweza kutumia, lakini jinsi ambavyo anakitumia, maadamu anajua kwamba si yeye atakinunua, basi ni kampuni itanunua. Hiyo inakuonyesha kwamba wewe si mtu ambaye una nidhamu. Lakini ni vizuri iwapo wewe ni mtu mwenye nidhamu, utapata ya kwamba hata kama kile chombo kinaelekea kuharibika, usikiharibu zaidi. Lakini sasa jaribu kutengeneza. Fanya ukarabati kisije kikaharibika zaidi ya pale. Usije ukaendelea kukiharibu ili wanunue kingine kipya. Jaribu kuonyesha kwamba at least una utunzaji. Basi hapo hivyo inaashiria kuwa na nidhamu. Jinsi ambavyo unatunza vifaa vya kazi. Iwe ni kiti, iwe ni sakafu, unasukuma tu miguu yako, unajaribu jaribu kutembea vizuri ukijua kwamba ile sakafu ni vifaa pia vya kazi. Inakuwa ni vizuri. Inaonyesha nidhamu. Unaingia na matope tu. Inaonyesha nidhamu. Huyu ni mtu. Kuna mahali ambapo wamewekwa pale nje pa kuweza kuondoa matope. Inaonyesha tu nidhamu wakati sema kwamba kuna yule mbaya anapiga deki. Nidhamu nzuri. Hata wakati mwingine unamwambia hapana, wacha nijaribu kuondoa, manake kuna uchafu, kuna matope na vitu kama vile. Inaonyesha nidhamu. Alafu mfano mwingine wa nidhamu kazini ni kuheshimu viongozi na wafanyikazi
wenzako. Pia hiyo inaonyesha nidhamu. Jinsi gani unaingiliana ama unatagusana na wafanyikazi wenzako na viongozi ama wale mabosi pale kazini. Pia hiyo jinsi ambavyo unaweza kutagusana na wao inaonyesha hali ulivyo, kama una nidhamu ama hauna. Na unapata kwamba katika ile hali mtu sasa utauliza nao, sasa umesema ya kwamba itaweza inaongezaji ama itaweza kusaidiaje katika uzalishaji. Unapata kwamba wakati mnaingiliano mzuri na ile nidhamu uko nao, mwingine ako nao, unapata basi yale mazingira ya kazi yatakuwa mazuri. Na wakati mazingira ya kazi yanakuwa mazuri, uzalishaji pale mahali pa kazi unainuka juu. Lakini wapo sasa hamna nidhamu pale kazini, basi unapata ya kwamba ule uzalishaji pale mahali pa kazi utaweza kudorora. Naam. Alafu jambo lingine labda sasa ni ile sasa ulikuwa unaulizia. Sasa nije kwa lile ambalo sasa ulikuwa unaulizia. Na kabla ya lile kuna lingine hapa ambalo linasema kwamba kutimiza majukumu bila usimamizi wa karibu. Kutimiza majukumu bila usimamizi wa karibu. Nao ili sasa msikilizaji atajiuliza ni namna gani? Wakati mwingine wakati wanauliza mtu kufanya kazi mahali fulani, utapata ya kwamba wanasema awe ni mtu, kwa Kiingereza wanasema ya kwamba he should be the person should be able to work under minimal supervision. Very important. That is the discipline. Hiyo ni nidhamu. Kwa hivyo unapata kwamba wakati unaweza kufanya kazi bila usimamizi wa karibu, inaonyesha kwamba wewe au ngojei. Unajua mtu mwenye nidhamu hata si mtu wa kusukumwa, si mtu afanya hiki. Unakuwa na ile kitu wanaambia wanangu, wheelbarrow spirit. Unajua wheelbarrow ukiweka pale mpaka wakati utasukuma tena. Kwa hivyo kuna watu wa aina ile. Hiyo inaonyesha kwamba hauna nidhamu kama wewe ni mtu wa kusukumwa. Na unapata kwamba iwapo wewe ni mtu wa kufanya wa nidhamu, wa kuweza kufanya kazi bila kusukumwa, bila usimamizi, basi hata wewe utapata kwamba ile kama ulikuwa umepewa kazi ya kufanya, umepewa kipindi fulani, utapata kwamba kile kipindi kimefanyika kwa weledi, kimefanyika kwa wakati ambapo uliopo, na unapata kwamba uzalishaji pia utaweza kuinuka juu. Na pia cheo chako kinaweza kikaenda juu. La mwisho katika mifano ya nidhamu ni ile hali ya kuweza kuzingatia mipaka ya ajira. Kuzingatia mipaka ya ajira. Ambapo sasa wewe wakati unaingia unaambiwa kwamba basi kuna ile tunaweza sema kwa labda kwa Kiingereza job description. Inaelezea kwamba mimi kazi yangu ninapoingia, dawati langu ni hili, kazi ambayo nitakuwa ninafanya ni hapa. Sasa inapata kwamba wewe katika ile hali umepatikana wapi kwingine, ambapo unapata ya kwamba labda ni kuna mstari ambapo unaashiria hii katika kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 8 hadi 9. Kwa sababu ya muda hatuwezi tukasoma, lakini I can paraphrase. Hapa ni mahali ambapo Eunice unaweza pata, itakuwa muhimu. Kitabu cha Mwanzo 39 kama bado mnatafuta. Huyu ni mahali ambapo Yusufu alienda akafanya kazi kwa Farao. Na alipofanya kazi kule ikawa ya kwamba hakuna yule dada ambaye alimvizia. Akaona ya kwamba huyu ni mrembo sana, mke wa Potifa. Mke wa Potifa ambaye alimpenda, na alipompenda akasema ya kwamba ninakuhitaji. Wajua Yusufu alimwambia kitu kimoja, nimepewa mamlaka, ninasimamia kila kitu katika hii nyumba. Ila tu alizingatia mikataba ambayo aliwekewa. Ila tu wewe sikupewa ruhusa ya kuweza kukudhibiti wewe. Lakini nimepewa mamlaka ya kila kitu. Nasimamia hiki, nasimamia ng'ombe, nasimamia wafanyikazi, lakini sijapewa ruhusa kuhusu wewe. Mipaka ya ajira. Kwa hivyo kuna vitu vingine ambavyo unapata kazini. Kuna watu wanafanya extra. Kwa hivyo wewe fanya kulingana na vile ambavyo ulipewa. Huyu ndugu, na ndio sasa uliuliza lile swali. Je, nitaonyesha kwamba sina nidhamu? In fact nidhamu ni kukataa kile kitu ambacho haukuambiwa ufanye. Unajua? Hiyo ndio nidhamu. Kuna mtu mmoja ambaye aliajiri Masai. Na akamwambia ninakupa masharti. Mimi naondoka, ninaenda kule nchi za nje. Asiweko mtu yoyote atakayeingia. Mtu yoyote atakayeingia kwenye hili lango mpaka nitakaporejea. Na narejea baada ya majuma mawili. Yule ndugu akatoka, akamuaga yule Masai.
alipomuaga akakumbuka along the way kuna kitu amesahau. Alipokuja yule Masai anabisha, anambia jamani nifungulie mlango. Masai alikuwa anasema my boss said I should not open to anybody. Nisifungulie mtu yoyote. Alizingatia sana ile neno mtu yoyote. Mpaka atakapo na anarudi baada ya majuma anamwambia jamani mimi ndio bosi. Hapana, ninazingatia masharti. Nidhamu. Zingatia mipaka ulizopewa. Wakati mwingine tumejiingiza kwa vitu vingine kwa sababu hatuna nidhamu. Nje ya mipaka ya kazi zetu kwa sababu hatuna nidhamu. Ukiwa na nidhamu, wakati mwingine unapata kwamba ndio utaonekana ya kwamba mtu anakuchukia bure, lakini nidhamu, I'm disciplined, ninajua mipaka zangu. Kwa hivyo afadhali uchukiwe lakini kwa nidhamu yako, misimamo zako. Leo tunapoangazia ajira na lile swala ambalo tunamaliza nalo kwenye mifano ya nidhamu. Utaona kwamba wakati mwingi huenda si kwamba wewe unapenda labda ufanye kile ambacho unakifanya, lakini nataka nikupe huu mfano. Kuna huyu binti ambaye ameajiriwa kazi ya pale nyumbani. So kuna vile ambavyo walikubaliana kwenye mkataba wa ajira, utakuwa unafanya kazi hii na hii. Na inatokea kwamba huyu mwajiri wake ama yule bosi wake siku moja tu ama inakuwa ni mazoea. Unajua kuna watu ambao si siku moja tena, anaanza leo, kesho anakuambia kesho kutwa kwamba pia utakuwa unafanya kazi fulani ambayo haiko kwenye mkataba. Na waona kwamba wakati mwingi labda wale mabinti wakijaribu pia kuzungumza ama kutoa hisia zao, wengi huwa wanaachishwa kazi. Na utaona mwajiri anamwambia kwamba nilikuleta sijui ukiwaje, sasa hivi kuna vile ambavyo umekuwa, sasa unaona pia unaweza jibu tu kama unataka. Umemea pembe. Sijui sasa uelewa huo unakuwa ni nani ambaye haelewi haswa? Ni yule ambaye ameajiriwa ama mwajiri? Sasa ndio pale tunasema kwamba pia anafaa jue kuna nidhamu katika ajira. Yule mwajiri sasa. Manake wajua ni vizuri ukaweze kuelewa kwamba yule ambaye unamwajiri ni mwanadamu kama wewe. Na utakumbuka ya kwamba kuna wakati mwingine dada Eunice, vipindi vitatu vilivyopita pale, nadhani tulikuwa tunaongelea kuhusu mikataba ya kazi. Na tukawa tumesema ya kwamba wakati unamwajiri mtu ama wakati unaajiriwa, kuna mkataba ambao mnaweka. So katika ule mkataba mumeandika je, ni kazi gani na gani nitakuwa nafanya. Na hata ndio wakati unapata ya kwamba katika ule mshahara utaweza kukubali ni shilingi 10,000. Basi hizi shilingi 10,000 umeambiwa kwamba chakula nitakuwa ninakupa. Na unapata wakati unakubali hivyo ukijua kwamba chakula nitakuwa napewa. So ikifika mahali upate ya kwamba hicho chakula sasa haupewi, unaona tayari mmevunja ule mkataba. Kwa hivyo iwapo sasa uliambiwa wewe kazi yako ni upishi, alafu uanze kuambiwa unaosha nguo, unafua nguo, basi sasa ile umeondoka katika ile mikataba. Yule dada akirudi aseme jamani bosi, naomba ya kwamba tukae chini tena. Tuketi chini tufanye mawasiliano tufanye mikataba upya. Sidhani kama yule dada atakuwa amekuwa mtovu wa nidhamu. Hapana. So mwajiri ndo anafaa kujiita mkutano. Yajiite mkutano. Nashukuru sana leo. Kauli nzuri zaidi. Ili netu ndo swali, unajua umenyamaza tu. Umesikiza kuanzia mwanzo. Nikupe nafasi ya dakika moja alafu tusikize msikilizaji. Mimi sina uzoefu sana kwa kazi, lakini mimi naweza tu ambia wasikilizaji kwamba ukipewa kazi wajibika, kuwa na heshima, kuwa na uhusiano mzuri na wale unaofanya nao kazi. Ndio. Asante. Right, dakika hizo 48 msikilizaji, saa 5 tumejifunza mengi zaidi kuhusu ajira na nidhamu. Na mimi jambo ambalo bado nasisitiza tu ni kwamba alivyosema kuanzia mwanzo ya kwamba nidhamu, ukosefu unachangia mabaya. Kwa lugha ambayo ni wazi tu ya kwamba hautakupeleka pazuri pale mwisho. Kabisa. Na pia ukionyesha nidhamu hususan upande wa kazi unaweza faidi zaidi. Nataka tuzungumze nawe sasa hivi, huenda ni swali wewe ni mchapakazi ambaye unafanyanga una mazoea fulani pale kwenye kazi ama tabia fulani, so unashindwa hii huwa inanipeleka na kosa nidhamu au iko vipi? Unaweza uliza swali msikilizaji kwa kauli yako ama nafasi ambayo upo tu, jinsi ambavyo umepokea mazungumzo tangia mwanzo hadi sasa hivi. Nambari ya simu ni 0792 964449 0792 96449, na vile vile kipindi ni mazungumzo ambayo ni wazi. Unaweza leta pendekezo ama mchango wako tu kwa masuala ambayo tumeangazia,
ni 0792964449. Na kumbuka pia kuna nambari ya ujumbe kwa 0768519427. Reverend, najua kwamba pia uko live. Niko live kwenye ukurasa wangu wa Facebook, Geoffrey Avudiko. Kuna ndugu anaitwa Livingstone Akongwa anatufuatilia, Pastor David Wafula, Isaac Kulecho pamoja na Esther Esther Barasa kutoka Kitale, wanatupata live. Kuna Chikamai Samson from Munanga, yeye amekuwa ndani ya kipindi. Bila shaka anasema tu ya kwamba mazungumzo mazuri kabisa, anashukuru. Nyote FM. Yes. Kidogo katoweka 0792964449. Kuna Emmanuel kutoka pale Mumias anatuma ujumbe na kusema hivi kwamba nawasikiliza. Na ni kweli naunga mkono tafsiri yake mchungaji. Nidhamu na ajira vinaambatana, kwani bila nidhamu ni vigumu sana kuajiriwa kwa sababu huwezi kuaminika na kuwa wa manufaa kwa kampuni au mwajiri binafsi. Nyote FM, hello. Yes. Karibu sana. Naam. Yes, yes. Naam. Asante. Oni Don Savala, nashukuru sana. Aref, kama hujapata swali, nasema hivi kwamba huenda uko pale kazini. Na kila mtu ana nafasi yake. Kuna huyu ambaye ni mpishi, kuna yule mwingine ambaye sijui ni wa kusafisha. Kwa hivyo wakati mwingine huenda wewe ndio hata umejipata kwenye nafasi ya kusimamia hao wengine. Unawapa ratiba ya jinsi ambao wanafaa kutekeleza majukumu yao. Na unaona ya kwamba kuna wale ambao wanapuuza. Je, ukiachana nao pia ufanye ya kwako kwa sababu umeshazungumza hawajasikia ujitenge, utakuwa kosa nidhamu ama itakuwaje? Hautakuwa kosa nidhamu, lakini sasa pia huenda labda umepewa kusimamia. Kama umesimamia, hilo ndio jukumu lako. Kwa hivyo lazima uhakikishe wanafanya. Lazima uhakikishe. Kidogo katuweka pale 0792964449. Msikilizaji, kwa swali na mchango wako mzima tu kuhusiana na mada ya siku, ajira na nidhamu. Kuna ujumbe wake Lilian Omundindi, yeye pia ni miongoni mwa wale ambao wanashukuru kwa kipindi. Tunasema mafunzo mazuri sana. Asante. Leo kuna hapa swali, anasema kwamba ni Ken, ninawapata kwa njia ambayo ni shwari kabisa. Kwanza kabisa anasema nashukuru kwa kipindi, mazungumzo mazuri. Asante. Mimi nataka kuuliza mchungaji, na inakaa swala la mazingira ya kazi ndio limesheheni uzito sana. Anasema kwamba kuna kazi ambazo usipotoka nje ya nidhamu kidogo, huenda hautaweza kutekeleza majukumu yako vizuri. Na anatupa mfano. Mfano ni kwamba labda uko pale unafanya kwenye, amesema bar. So wacha nitaje kile ambacho amesema. Unafanya kwenye bar. Kuna wale customer ambao kuingia pale wanakunywa kidogo, kisha labda lewa sasa. Inakuwa ni vigumu kutoa hata hela. Labda kuna kule kusumbuana. Kwa hivyo kidogo lazima utumie nguvu kumshurutisha kulipa. Anasema kwa hali kama ile utakuwa umekosa nidhamu. Hautakuwa umekosa nidhamu. Unatekeleza tu jukumu lako. Hasa kwa hivyo yeye asiseme ametoka nje ya nidhamu. Hapo ako sawa kabisa. Anatekeleza jukumu lake. Vizuri. 0792964449. Tumesalia na dakika angalau 4, msikilizaji. Tupe simu yako pale, alafu vile vile tuma ujumbe kwa 0768519427. Nisikose kumtambua mama mshauri Margaret. Ni shabiki sugu sana. Ametuma ujumbe akasema kwamba ni mama mshauri Margaret, niko ndani kabisa, na bila shaka nashukuru mchungaji kwa kazi nzuri sana. Ndani ya Nyote FM anasema anatupata loud and clear kabisa. Nashukuru. Alafu kuna huyu Jonathan anasema nawapata vizuri sana. Yes.
Mimi ninachosema tu ni kwamba ni ukweli nidhamu mara nyingi huweza kuwapotezea hata watu kazi. Unaona kuna watu ambao wanatusi waajiri na mwisho wa siku anakosa ile ajira kabisa. Kwa hivyo mchungaji anasema mambo mazuri kabisa. Asante. Anasema anashukuru kwa kipindi. Ashukuru. Kuna hapo ujumbe pia anasema kwamba yeye anatusikiza tu kutoka maeneo ya Kabras kule. Nashukuru sana Regan, yuko ndani mwa mtambo wa Nyota FM. Kuna nani huyo? Kuna ujumbe hapa. Alright. Anasema hivi ya kwamba wakati mwingi utapata kuona ya kwamba mabosi waajiri ndio wanawakosea waajiriwa nidhamu. Kwa hivyo anasema kwamba mchungaji pia zungumzia hilo. Mabosi jamani mabosi nadhani nimesikiliza na natumai ya kwamba wajua ni two way traffic. Mwajiri aweze kuzingatia nidhamu, mfanyikazi ama mwajiriwa akaweze kuzingatia nidhamu. Itakuwa ni vizuri. Kuna Kevin Simiu ambaye anatoa mchango wake hapa, anasema mafanikio kazini hayategemei kile unachokijua pekee, bali pia jinsi unavyojitawala wakati hauna anayekuangalia mara nyingi sana. Kwa hivyo natumai tu amegusia lile ambalo mtu kuweza kujituma bila kuweza kusimamiwa na watu. Asante sana ndugu Kevin, anatazama kutoka Nairobi. Mungu akakubariki sana. Hatuna dada anaitwa Mama Amazing kutoka Ndengelwa, kutoka Namnyiri, anatufuatilia pia Mama Amazing ama mama Ame. Mungu akubariki sana. Asante. Kidogo kabla tumalizie, kuna sehemu ambayo napenda tu kwa dakika moja labda ukaizungumzia. Unajua tunapoangazia ajira na nidhamu, wengi huenda wameelewa ya kwamba tunaangazia ile sekta ya kuajiriwa. Sivyo? Je, katika sekta ya kibinafsi ama ajira ya kujiajiri niseme hivyo? Haya yote ambayo tunayazungumza pia yanafaa kuonekana pale kwa ufanisi wa ajira. Nisema hivi dada Eunice, kwa sababu unaona dada Christabel, muda umetupa kisogo. Manake kuna ile sehemu kipengee kingine ambacho ni cha umuhimu wa nidhamu katika ajira. Tutaangazia hivi vyote katika kipindi kijacho ili msikilizaji akaweze kukua na hali ya kuelewa zaidi. Kwa hivyo kwa sababu tu ya muda tuweze kuachia pale, tutaweza kuendeleza katika kipindi kijacho na tutaweza pia kuangazia kuhusu nidhamu katika hali ya kuweza kujiajiri, na naamini ya kwamba itakuwa ni baraka. Alright, anasema kwamba kuna ujumbe hapa anasema kwamba Nyota, there is self discipline na instilled discipline. Ni mchango wa msikilizaji. Afadhali hiyo self discipline. Kuweza kujinidhamisha tu mwenyewe inakuwa ni vizuri zaidi kuliko ile ambao umeweza kulazimishwa ya kwamba lazima ufanye hivi. Umewekewa CCTV ndio ukaweze kufanya kazi. Basi hiyo kidogo kujituma ni vizuri. Naam. Kuna Meshak wa Siaya Nyadhi kule, anasema kwamba anasikiliza japokuwa ndo amefungulia lakini amepata mazungumzo sehemu tu. Nataka leo nikupe dakika moja kwa kauli ya mwisho. Naam. Kauli ya mwisho niseme kwamba ni vizuri tuweze kuelewa ya kwamba nidhamu inasaidia si tu kwa sababu ya pale kazini, jinsi ambavyo tutakaoona katika kipindi kijacho, lakini pia inakusaidia hata wewe mwenyewe ukinidhamika. Ni neno hili ni kitachawizo kidogo. Ukinidhamika pia wewe mwenyewe binafsi utasikia kwamba you are refreshed. Jinsi ambavyo hata unapata ya kwamba unaridhika, maana wakati unafanya vitu kwa wakati, kwa maana kwamba wakati mwingine unapata kwamba nimeingia hapa kabla ya kuweza kuanza kipindi, ninachukua muda, unapata kwamba hauna ile hali ya kuweza kuchukua muda mrefu. Kwa hivyo inakuwa ni vizuri wakati ukikuwa na muda wako, wakati unafanya kazi kwa kuweza kujituma, hausukumwi, wewe mwenyewe unahisi kwamba uko refreshed. Kwa hivyo Mungu akatujalie na tukaweze kujua kwamba tunapofanya vile, hatufanye tu vile kwa sababu ya yule mwajiri wetu, lakini pia tunafanya vile kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Maana Mwenyezi Mungu anapenda tukiwa na nidhamu. Kipindi kijacho nitapatiana mstari ambao unatuelekeza kwa hilo. Mungu akatujalie tunapofanya vile. Asante. Dr. Ovesi kutoka Chimoroni pia ametupa mchango, akasema kwamba kuna wadosi ambao hudhulumu wale wafanyikazi wa nyumbani kwa madai kwamba wametoka familia ambazo hazijiwezi. Naam. Kwa hivyo si tabia nzuri. Si tabia nzuri kabisa. Na kashifu kwa kinywa kipana. Naam. Msikilizaji, imefanya awamu ya gumzo za kikazi. Anakuletea taarifa zetu japo kimtasari Christabel Wanzala. Mimi naitwa Yunisoko. Naitwa Reverend Abudiko Geoffrey, nimeondoka. Mimi ni Linet Wekesa.